ukitangaza, kesho itakuwa kwako, kesho kutwa kwa mwingine. Sasa watu wa Roni, tumekuja kwenu kuzungumza mambo mawili ambayo ni ya muhimu, ambayo napaswa kuyaeleza. Jambo la kwanza, tunataka mwenyekiti wetu Tundu Lissu aachiwe. Tunataka mwenyekiti wetu Tundu Lissu aachiwe bila masharti. La pili, tunataka katiba mpya ambayo itakuwa chanzo cha kuleta matumaini kwenu, kuhakikisha rasilimali nyingi tulizo nazo zinatumika kwa ajili ya kutuendeleza. Hiki kilio ambacho tumelia kwa miaka mingi, kwa miaka 65 ya utawala wa hovyo, hatuwezi kukitatua tukiwa chini ya katiba hii. Kwa tumekuja kwenu kuomba mtuunge mkono. Na leo nimesikia huyu mama ameunda tume, alishaiunda of course, na leo sijui ndo alikuwa anaiapisha, sijui ni nini, tume ya kuchunguza, kwamba inakwenda kuchunguza waliochochea anasema ni tume ya kwenda kuchunguza waliochochea na waliotoa, si waliofadhili, si waliofanya nini, yale yaliyojitokeza tarehe 29. Sasa ndugu zangu, nchi hii kumekuwa na kilio kuhusu uchaguzi tangu mfumo wa vyama vingi ulipoanza. Ni uongo, ni kweli? Miaka yote hakuna wakati ambao uchaguzi umefanyika watu wasilalamike kuhusu faulu za kwenye uchaguzi. Nasema uongo? Hakuna siku ambayo uchaguzi umefanyika watu wakashinda uchaguzi kwa sababu wananchi wamewachagua. Mimi nimewahi kuwa mbunge, mimi nimekuwa diwani, lakini nimekuwa diwani na mbunge watu walikufa mpaka mimi kutangazwa. Yaani nimeshinda, wananchi wamenichagua, lakini kutangaza hayo matokeo ilibidi iwe vita ndio mimi nitangaza. Wananchi wa Tanzania wamekufa kwa maelfu kwenye matukio ya kiuchaguzi. Uchaguzi ambao katiba yetu ibara ya 8 inasema wananchi ndio msingi wa mamlaka na madaraka, unapaswa kuwa a noble thing, a peaceful thing, a peaceful occasion, tukio la amani, tukio la haki, tukio la uwazi. Kwamba tumekuja tumesimama hapa, John Heche anagombea na mwenyekiti Ngoto. Mwenyekiti Ngoto kura zake ni nyingi kuliko za kwangu, nampa mkono, namwambia we live to fight another day, tukutane baada ya miaka 5. Ndio uchaguzi unapaswa kuwa. Kama uchaguzi mlioona wa Chadema uliofanywa tarehe 21 mwezi wa kwanza mwaka jana kutuingiza mimi na Lissu madarakani. Nchi nzima ilikuwa inaona. Uongo kweli? Kura moja ikahesabiwa. Kuna sisimizi alikufa pale Mlimani City. Tulitoka tukashikana mkono na timu mpya imeingia madarakani na inapiga kazi pamoja na kumkamata mwenyekiti wetu. Ndio uchaguzi tunaotaka. Miaka yote uchaguzi umekuwa watu wanakufa. Sasa leo tumelia kuhusu mabadiliko ya kiuchaguzi. Huyu mama alipoingia madarakani akamkamata mwenyekiti wetu Mbowe, akampa kesi ya ugaidi, akakaa naye miezi 8, baadaye akaja akamwachia, wakasema tufanye maridhiano. Mimi nilikuwa miongoni mwa watu 5 peke yake walioteuliwa na chama chetu kuwa kwenye ile timu. Kwa huwezi kuniambia chochote, najua tangu siku ya kwanza tulipoingia, tumetoka Ikulu, tumemaliza miezi 2, tulipoenda kikao cha pili nikamwambia mwenyekiti, huu ni uongo, hii ni danganya toto. Wakatukalisha mle mwaka mzima wanatuzungumzisha. Mwisho wa siku wakavunja maridhiano, tukasema twende kwenye uchaguzi sasa wa serikali za mitaa. Tukaenda kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa 2024. Nini kilitokea?
Watu wa Chadema wote wakaambiwa hawajui kusoma na kwamba wanaojua ni CCM tu, ambao tumesoma nao. Kama huko Michire shule ya msingi na yeye umesoma naye Michire shule ya msingi, kwa sababu tu yuko CCM, yeye anajua kusoma. Wewe ukiwa Chadema kichwa chako kinafuta maandishi yote, huwezi kusoma na kuandika. Mpaka mwalimu mstaafu, mwalimu mkuu akaambiwa hajui kusoma na kuandika. Darasa la 7 wa CCM anajua kusoma na kuandika. Tulipoona yale, tukasema sisi hatuwezi kupeleka watu kwenye uchaguzi ambao tunaelewa matokeo yake, kwamba watu watauawa, watu wataumizwa, watu watatekwa, watu watafanyiwa madhira kwa sababu ya uchaguzi. Tukakataa. Kiongozi wetu Lissu na mkutano mkuu wa chama chetu ukasema no reform. Huyu mama akajipitisha mwenyewe ndani ya CCM, akatoka ndani ya CCM, akaja akakamata Lissu akamweka ndani, akamaliza na Lissu, akamuondoa Mpina, akamaliza, akaenda kwenye hicho kinachoitwa uchafuzi peke yake. Mwisho yake wakaua watu kwa maelfu. Pale Mwanza watoto wadogo wakiwa wanaangalia mpira kwenye banda la mpira wamefuatwa, wakalazwa chini. Duniani kote, hata kama mtu ni mhalifu, wa askari wanapaswa kujua na wanajeshi wanajua, mtu akiwa anakukimbia amekupa mgongo, huwezi kumpiga risasi. Unapaswa walau kushuti mtu ambaye amekuangalia. Utakuwa na justification ya kusema huyu alikuwa anakuja kwangu, angeniumiza, angeninyang'anya silaha, angeweza kuniua. Lakini mtu anakimbia kama yule mama wa Arusha, amepigwa risasi anakimbia. CNN ilionyesha watoto wadogo wamelazwa chini, ina maana wamesalenda. Hata mateka wa kivita, ukienda jeshini, mzee wetu nani Kichinda ni mwanajeshi mstaafu, anajua walipokuwa wanawateka watu, walipoenda Uganda, umeteka adui wa nchi nyingine, ameisha salenda, huwezi kumuua, huwezi kumuua. Fikiria Watanzania wamelala chini, wakawamiminia risasi, wakawaua watoto wadogo. Watu wamefuatwa majumbani kwao, wameuawa. Unategemea baada ya yale yaliyojitokeza huyu mama aelewe kwamba tumeingia kwenye matatizo, tutafute suluhu ya kudumu ya haya matatizo? Bado ametoka pale, anakamata viongozi wa Chadema, amewabambikizia kesi tena watu 64, kesi za ugaidi. Wanajaribu kuvuruga chama chetu. Akaunda tume ya Chande, tukasema haiwezekani, mtuhumiwa ajichunguze mwenyewe. Serikali ya Samia ndio inayotuhumiwa kwa yale yaliyotokea tarehe 29 mwezi wa 10. Uongo kweli? Wangapi wanasema serikali hiyo ndio inatuhumiwa? Nyosha mkono. Tume ya Chande. Tume ya Chande ikaja na mapendekezo, inasema eti watu wanaotekwa wanatekwa kwa sababu ya wivu wa mapenzi. Ni mimi nasema au ni Chande alisema? Tume ya Chande ikasema watu wanaotekwa wanatekwa kwa sababu za kishirikina, wanatekwa kwa sababu za kibiashara, wanatekwa kwa sababu za mapenzi. Tukamuuliza, Humphrey Polepole wa CCM alitekwa kwa sababu ya mapenzi ya nani na nani? Mdude Nyagali wa Chadema alitekwa kwa sababu ya mapenzi gani? Deus David Soka, mwenyekiti wa vijana mkoa wa Temeke, ametekwa kwa sababu ya mapenzi gani? Bwana Kipanya aliyekuwa kiongozi wetu kule Rukwa, aliyepiga picha ya msafara wa Rais Samia ukiwa na zaidi ya magari 300, ametekwa kwa sababu ya mapenzi gani? Au kwa sababu ya ushirikina gani? Au kwa sababu ya biashara gani? Hawakutupa majibu. Sasa leo inaundwa tume nyingine ambayo eti inakuja kuchunguza sio walioua,
Yaani hiyo tume haijapewa hadidu za rejea kusema nani aliyeagiza kuua, nani aliyetoa amri, nani aliyeruhusu bunduki zitoke, nani aliye. Hawajachunguza hayo. Wanaambiwa wachunguze eti waliochochea, si waliofanya nini. Haya mambo haya, malalamiko ya kuhusu uchaguzi yapo tangu 92. Kuna mtu hajui hilo? Kuna Mtanzania hajui hilo? Sasa unapokwenda kuchunguza, wakati tume inayokuongoza ni inayosema kwamba watu wanatekwa kwa sababu ya mapenzi, utapata ukweli? Hivi mnanielewa nyie? Wangapi naelewa ninachokizungumza? Iko hivi, ukijenga msingi wa tope alafu ukachukua nyumba ya ghorofa kama ile ukaweka juu, itasimama? Roli anawauliza, ukichukua msingi wa tope ukaweka chini alafu ukaweka ghorofa hapo bila nondo, hiyo nyumba itasimama? Hiyo nyumba itaanguka chini. Uongo kweli? Na italeta madhara. Kama wewe tume iliyokujengea msingi ni ya Chande inavyosema, kwanza aliyeiunda mwenyewe anapaswa yeye ndiye achunguzwe na serikali yake, lakini yeye akaunda bila kushirikisha watu, bila kushirikisha watu wengine wote, akaunda hiyo tume. Tume yenyewe hiyo ya Chande inakuja na ripoti inasema, tena ripoti hatujaiona, taarifa tu. Ripoti alisema ni ya kwake mwenyewe, kwa hiyo hakuna anayejua nini kiko ndani ya ripoti hiyo. Taarifa inasema wanatekwa kwa sababu ya mapenzi. Sasa kama Chande alishasema watu wanatekwa kwa sababu ya mapenzi, hii tume hii anayoiunda huyu mama itapata ukweli? Kwa sababu tangu mwanzo msingi wenyewe umejengwa wa tope, unasema ujenge nyumba ya ghorofa. Sisi Chadema tulishasema hatukubaliani na hiyo tume, na tulianza na tume ya Chande, na tunasema na hii tume hatukubaliani nayo, na matokeo yake yote ni feki. Wangapi mnatunga mkono kwenye hilo? Nyosha mkono, nyosha mkono, nyosha mkono. Nimesoma taarifa. Kuna chama kimoja cha upinzani kutoka Namibia kimetoa statement. Kuna chama kingine, vyama viwili, taarifa mbili za watu wa Namibia wakimtaka jaji wao ajitoe, kwa sababu wanasema huwezi kwenda kwenye tume ambaye anayeiunda ndiye anatumiwa, huwezi kupata ukweli. Tutaizungumza katika hatua za baadaye, lakini hebu jiulize, hivi unawezaje kwenda kuchukua jaji Uganda ambako Museveni amekuwa kama Nkurunziza, yuko madarakani miaka 47. Museveni ndio mkuu wa Nkurunziza, ana miaka 80 si 90, ameng'ang'ania madarakani, anashikiliwa mkono, anaenda hivi kukaa kwenye kiti. Uganda ambayo ina tume ya ina mahakama ya hovyo. Mpinzani mkuu wa Museveni amekimbia nchi, Bobi Wine. Mzee Kizza Besigye yuko ndani, anaelekea kufa leo, ni miaka 2, yuko ndani, hali yake ni mbaya kwa sababu ya majaji na mahakama ya hovyo ya Uganda. Alafu eti unaenda kuchukua jaji kutoka Uganda, anakupa Museveni eti aje kuchunguza hapa Tanzania. Wameogopa hata kwenda Kenya hapo, kwa sababu Kenya jaji angeonekana huyu ni nani na angefanyiwa scrutiny. Nani atakubaliana na ushenzi huo? Nyie mnakubaliana na hayo? Yaani jaji achukuliwa Uganda, maana yake wanataka kutengeneza wanatengeneza impression kwenye jumuiya za kimataifa, Commonwealth, ICC, kwamba tumeshaanza kujichunguza na tumehusianisha na watu wa kimataifa. Watu wa kimataifa ni hao wa Uganda, ambao mtoto wa Museveni ndio ana control mahakama, anaiambia funga huyo usifunge, huyu mkamate, huyu. Watanzania mko tayari kwa hilo? Mimi siko tayari. Sio, tuko tayari. Chama chetu kisha toa msimamo kwamba hiyo tume ya Chande yenyewe iliyojenga msingi haikubaliki, iliteuliwa na mtu ambaye hakubaliki.
Kwa uwezi leo kuja kujenga kitu cha hovyo juu ya kitu ambacho tayari kimekosewa kwenye kujenga. Ndugu zangu, watu wa Rorya, tunataka kujenga siasa za matumaini. Kwa nini tunatakiwa tupiganie siasa mpaka tone la mwisho tubadilishe nchi hii? CCM wameshindwa. CCM wameshindwa. Nasema uongo? Miaka 65 wameshindwa. Fikiria hivi, Rorya hii ziwa liko hapa, ardhi ipo. Leo sisi tunaagiza mpunga, mchele kutoka Pakistan, mchele wa basmati kutoka Pakistan. Basmati. Mwaka jana tumeagiza mchele wa bilioni 530. Tunaagiza mafuta ya kura. 75% ya mafuta ya kura yanayotumika Tanzania yanaagizwa kutoka nje ya nchi. Tunaagiza, mwenzenu wamesema toothpick. Hebu fikirie, vijana wa Rorya, mna ardhi hapa, maji yako hapa. Serikali yenye akili ingeotolea maji ziwani, ikawapa mashamba, ikawapa trekta, ikawapa mbegu bora, ikawapa mitaji. Nyie mngekuwa mnalima mpunga hapa. Mpunga ni siku 90. Siku ngapi? 90 umevuna. Siku 90, miezi mitatu mpunga unavuna. Mpunga unachohitaji ni maji. Maji yako ziwani hapa. Unavuta maji, unaletea vijana wako, wanatengeneza mashamba, wanalima, wanajaza maji, wanakausha, wanavuna, wanapanda tena. Kwa mwaka mngepanda mara 4. Leo hizo hela zinazotolewa ndani ya nchi zinakwenda kuagiza mpunga nje. Zisingeenda nje, zingekuja kwenye mfuko wa kijana wa Rorya hapa. Kwa wewe ungepata hela Rorya hapo, umeuza mpunga wako, ungejenga nyumba, ungemwajiri huyu bwana fundi. Huyu bwana akipata hela ananunua mboga kwa huyu mama. Huyu mama akipata hela anamwagiza yule bodaboda amletee mboga nyingine. Bodaboda anakunywa mafuta kwenye kituo chako cha mafuta. Wewe unamwajiri yule mlinzi. Yule mlinzi ananunua kitanda kwa yule bwana anayechonga vitanda. Yule bwana ananunua ubao kwa yule anayetengeneza ubao. Pesa inazunguka miongoni mwenu. Leo pesa inatoka hapa inakwenda kuagiza mpunga nje nchi, inakwenda kutengeneza ajira wakati watu wako hawana ajira. Hivi nyie mnanielewa? Mnanielewa vizuri? Sisi Tanzania unahitaji eneo la hivi tu kuwa na ng'ombe wa maziwa, na wewe ukawa unauza maziwa. Ukienda nchi kama Rwanda hapa tu, Rwanda ina kilomita za mraba 26,000. Mkoa wa Tabora una kilomita za mraba 35,000. Tabora ni kubwa kuliko nchi ya Rwanda. Mnaelewa hivyo? Israeli, wangapi mnaisikia Israeli? Israeli si mnaijua, yule mbabe wa dunia, mara amepiga Lebanoni, amepiga Vietnam, amepiga nani, amepiga Irani. Si mnajua Benjamin Netanyahu? Mnajua saizi ya nchi yake? Sikuwa kilomita 23,000. Na ndio inaongoza kwa kuzalisha matunda mengi dunia nzima hii. Sasa hebu fikiria. Alafu mnaambiwa hakuna ajira. Sio kwamba hakuna kazi zinazoweza kuwafanya mwe matajiri. Tuna viongozi wajinga wasiokuwa na ubunifu, wanawaleteeni umaskini nyie. Na wanakuja wanawaaminisheni kwamba kuna methali hizi za Kiswahili, aliyeko juu mgoje chini. Mpaji Mungu. Kwamba huyu Mungu tunayemjua, mchungaji ile aliyetuombea yuko hapa. Mchungaji, Mungu ana upendeleo. Yaani kwamba Mungu huyu aseme Heche aendeshe gari nzuri, alale pazuri, alafu wewe ulale kwenye nyumba ya majani, usiwe hata na gari. Sasa Mungu angetaka tusiwe na mali. Kwa nini alituweka kwenye nchi ambayo ina Tanzanite peke yake dunia hii? Kama Mungu alitaka tuwe maskini, kwa nini ametufanya tuwe nchi ya 3 kwa kuwa na dhahabu nyingi duniani?
Kwa nini Mungu ametupa makaa ya mawe, ametupa chuma, ametupa almasi, ametupa mbuga za wanyama? Kama Mungu alitaka tuwe maskini? Wanawaambieni maisha mazuri tutayapata mbinguni. Hiyo mchungaji, mimi nimeyakataa. Maisha mazuri tule kuanzia hapa duniani tukayamalizie mbinguni huko. Tunaelewana vizuri? Juzi mchungaji wangu mimi msabato alihubiri vizuri sana. Akasema wasabato tuna tabia ya kusema vyote vitapita. Ni kweli vyote vitapita, nyumba zitapita, magari yatapita, lakini vipitie kwako. Vipitie na wewe. Siku vikipita useme hata mimi nililala kwenye nyumba nzuri na mimi niliendesha kagari. Uongo kweli? Tatizo la nchi hii ni uongozi unaofanya maamuzi ya kijinga, ndio unatufanya tuwe maskini. Tuko ziwani, tunaagiza samaki metric tani 400,000 kila mwaka, zaidi ya bilioni 800. Vijana wa Rori wanachohitaji wagawie ziwa, eneo lao na ziwa ni 73%. Wape keji. Si mnafahamu keji? Mnafahamu keji? Wape keji vijana wa Rorya, wape vifaranga, ruhusu mabenki ya wakopeshe, waletee wanunuzi. Vijana wa Rorya wataweka keji ziwani, baada ya miezi mitatu atavuna samaki, atakuwa tajiri, ataendesha gari. Wanakuambia aliyeko juu mgoje. Sisi hatutaki aliyeko juu mgoje chini. Tupeni nchi hii tuwabadilishie maisha. Tunaweza. Tupeni nchi hii. Ndio maana nimekuja kusema lazima tupiganie siasa kwa nguvu zote. Inakuaje sisi tunaagiza samaki kutoka nchi? Tunaagizaje samaki wakati ziwa liko hapa? Watu hawana kazi za kufanya. Ni nchi, alafu fikiria nchi hii ilivyo ya ovyo. Unajua wewe ukipata hela, hata hawana akili hata namna ya kutafuta. Kazi yao ni kuhangaika na John Heche kwenye mikutano. Hawawazi hata kuhusu uchumi wa watu. Kwa sababu wewe kijana wa Rorya, ukiwa na pesa utanunua gari. Gari itakunywa mafuta. Hayo mafuta yana kodi ya serikali. Utakuwa umelipa kodi serikalini. Utanunua tairi. Hiyo tairi na kodi ya serikali. Utakuwa umelipa kodi serikalini. Utanunua bati. Hilo bati lina kodi ya serikali. Utakuwa umelipa kodi serikalini. Kwa hiyo wote tukiwa na uwezo wa kulipa kodi, hata wale vijana wanaomaliza shule hawawezi kuajiriwa. Leo makusanyo yao ni trilioni 3 kwa mwezi. Tukiwa na uwezo wa kukusanya kodi zaidi, tutalipa hata trilioni 10 kwa mwezi. Tukiwa na uwezo wa kulipa trilioni 10, tutaajiri walimu zaidi. Maana hiyo tutakuwa na watoto wenu waliomaliza shule wamekosa kazi ya kwenda kuwa walimu, watapata kazi. Wale waliotumikishwa hata JKT wakajenga si magorofa wapi kule Dodoma hawajawahi kuajiriwa, watapata kazi. Tutaajiri askari zaidi, tutaajiri wanajeshi zaidi. Watu walioko madarakani huku hakuna kitu. Huko tunaelewana vizuri? Huku ni nini? Kazi zao ni kuhangaika na Lissu na kuhangaika na Chadema. Huwezi kutatua tatizo kwa kukimbia tatizo. Tatizo na face. Kwa tumekuja kwenu Rorya kuomba hayo malalamiko. Hatuna barabara, hatuna maji, hatuna nini, hayataisha chini ya utawala huu. Wenda wazimu ni kufanya jambo hilo kwa njia hizo na kutegemea matokeo tofauti. Miaka 65 wameshindwa. Kutatokea muujiza gani sasa wafanye? Hebu niambieni, wewe nenda ulale uniambie ni muujiza gani sasa utatokea CCM ibadilike? Hakuna huo muujiza. Muujiza ni kuwaondoa, tuweke watu wapya wenye fikra mpya. Tunaelewana vizuri ndugu zangu? Ndio maana tumekuja kwenu kuomba mtuunge mkono. Kiungeni chama chetu mkono. Kichangieni. Nani miongoni mwenu akitoa shilingi 1,000 kwa mwezi atashindwa kura kwa sababu amechangia Chadema shilingi 1,000? 1,000 kwa mwezi.
wala hatuhitaji milioni kutoka kwako. Mwalimu Nyerere alipokuwa anapigania uhuru wa nchi alichangiwa na Watanzania. Wakina mzee Kitindo